Tutatafuta eneo, tukujengee nyumba nzuri, ndio, tukuwekee furniture, kitanda, ndio, kiti, ndio, meza. Asante Mungu. Nguo, chakula. Asante baba. Asante baba. Unapenda kufuga? Mtazamaji, jina langu naitwa Alphonse Kusaga, mwandishi wa Wananchi. Leo ni tarehe 5 ya mwezi wa 4 mwaka 2026. Hapa ni katika maeneo ya Sekei kwenye kata ya Kiutu, ni wilaya ya Rumeru, mkoani Arusha. Hapa ni nyumbani kwa Bibi Regina Neyman, mama mzazi wa kijana Tumaini Amiri aliyefariki siku ya Jumapili maeneo ya Sanawari jijini Arusha baada ya kupata ajali akiwa anaendesha pikipiki, ambako aliyumba na pikipiki, mwisho wa siku akaingia kwenye chuma zilizopo pembezoni mwa barabara na akajigonga, akaangukia kwenye lami na kufariki dunia. Baada ya pale, bibi alionyesha kuumizwa na kusikitishwa na kifo cha mwanae, huku akilia kwa uchungu akiwa amekata tamaa kwamba hakuna mwingine wa kumsaidia kwa sababu ni mtoto wake wa pekee na ana huyo peke yake. Lakini baada ya hapo, video ile iliyogusa Watanzania wengi na wakatoa hamasa kwamba ni vyema bibi yule achangiwe ingalau hiyo kama sadaka. Kwa hiyo kilichofanyika, watu wametoa michango mbalimbali kwa ajili ya kufanikisha shughuli ya mazishi. Na tumefika nyumbani kwa bibi hapa akieleza namna ambavyo Watanzania wameguswa na akashukuru sana. Amesema yeye kwa sasa ana ndugu, lakini ndugu hawana uwezo kabisa, hivyo atamzika kijana wake maeneo ya makaburi ya Njiro, ambapo ni makaburi ya manispaa. Lakini vile vile Mwalimu Onesmo wa huduma ya Mbingu Duniani alifika asubuhi hapa kumsalimia bibi huyu, na amesema kwamba kama huduma watanunua eneo na kumjengea bibi nyumba aishi yeye na mjukuu wake. Ameshukuru sana, amezungumza mengi bibi kwa kulilia Watanzania. Lakini vile vile kwa sasa imeundwa kamati ndogo kwa ajili ya kufuatilia taratibu za mazishi, ambacho kikao hiki kimekaa. Kijana Tumaini atazikwa siku ya Jumanne huko Njiro, lakini ameacha mtoto mmoja ambaye ndio mjukuu wa huyu bibi, na bibi naye alikuwa na huyo mtoto peke yake ambaye ni Tumaini, na alikuwa anamtegemea kwa kila kitu. Mengine zaidi, endelea kufuatilia Kusaga TV kwa habari mbalimbali. Mungu akulinde sana. Amina. Mungu akulinde. Alinde na mama aliyokuzaa. Ampe maisha marefu. Mungu akupe maisha marefu. Kama sio wewe, nihitaji jina lako nikakuta mtoto wangu kwenye lami amemagika, amekufa. Nakushukuru sana. Nakushukuru sana. Mungu akulinde. Akupe maisha marefu. Nakushukuru sana baba. Mungu akupe maisha marefu. Mungu wa madhabahu yako amenifanya ametenda makuu. Nakushukuru sana baba. Asante baba. Mungu akubariki. Asante baba. Mungu akutie nguvu. Asante baba yangu. Asante baba. Roho Mtakatifu akufariji. Asante baba. Asante. Katika hili tuko pamoja. Asante baba. Ninawaomba pia watu wa Mungu ile huduma. Ndio. Kwanza nimeambiwa ni mwanafunzi wa huduma ya Mbingu Duniani. Nakujaga. Hata watumishi wako wengine wananijua. Yes, nimeambiwa. Nakujaga bibi kwa. Mungu akutie nguvu. Asante sana. Tuko pamoja nawe katika hili. Na naomba tukishamaliza mchakato wa mazishi, ndio nataka utoke kwa nyumba ya kupangisha. Asante babangu. Tutatafuta eneo, tukujengee nyumba nzuri, ndio, tukuwekee furniture, kitanda, kiti, meza. Asante Mungu. Nguo, chakula. Asante baba. Asante baba. Unapenda kufuga? Mimi ningependa hata uwekewe ng'ombe, ukamue, uuze maziwa. Asante. Na Mungu aendelee kukupa nguvu ya kuombea huduma na kuimarishe. Hapa tuko pamoja. Ninaambiwa kuna vitu havijakaa sawa kwenye swala la mazishi. Tutakamilisha kila kitu. Naomba Mungu aendelee kukupa amani. Asante Mungu baba. aendelee kukufariji. Asante baba. Mungu, asante sana. Mungu akubariki. Nakushukuru sana. Jamani, Mungu akupe maisha marefu. Mungu akulinde. Alinde mke wako na watoto. Alinde na mama aliyokuzaa. Amfunike na damu yake. Asante sana. Asante sana. Madhabahu yako ina mambo makuu. Ina mambo mazuri sana. Kweli kama sio madhabahu yako nimetaja, nisingekuta hata maiti ya mtoto wangu. Nakushukuru sana baba. Mungu akubariki bibi. Mungu akubariki. Mungu akubariki. Mungu akutunze. Amina, amina.
Watu wa Mungu, naamini kila mtu ataguswa na hili. Tufanye jambo kwa bibi hapa. Lengo la kulileta hapa kwenu ni ili wote tuwe washiriki, tumshike bibi mkono. Kwanza Mungu amempa moyo wa ajabu, katikati ya mapito bado anamkumbuka kumshukuru Mungu. Huyu ni Roho Mtakatifu, kwa sababu wengi wanasaulishwa Mungu na mapito, lakini bibi ambaye mtoto wake, kijana wake alipata ajali mbaya akafariki, bibi hajamsahau Mungu, bado anaendelea kumshukuru Mungu. Hii ndio ile Wathesalonike wa kwanza inasema 5:18, tumshukuru Mungu kwa kila jambo. Kwa hiyo bibi huyu ni mwanafunzi wa huduma ya mbingu duniani, na unaweza ukaona moyo wake umejaa neno, kwa sababu mtu wa shukrani ni mtu wa neno. Sasa ninawaombeni watu wa Mungu, hatulileti tu kwenye mtandao ili muone, tuungane pamoja. Bibi hapa amepangisha kodi, anaomba chakula, naomba tumvushe kwenye swala la mazishi, lakini tutafute eneo, tununue eneo, tumjengee nyumba aishi na mjukuu, na mjukuu aendelee na shule. Bibi na atafutiwe cha kufanya ili atoke kwenye kuomba sasa, na Bwana ampe maisha marefu yaliyotukuka katika jina la Yesu. Asante Baba. Akulinde sana. Asante Baba. Asante Baba. Nakushukuru sana. Naomba tena kijana wangu siku ya mazishi unisaidie. Unisaidie, wewe ndio utoa neno hapa siku ya Jumanne. Alafu wewe ndio tutampeleka kumzika. Wewe utanisaidia kumzika. Nakuomba sana Baba. Baba, Mungu akulinde. Akupe afya kubwa. Kweli mtu kama wewe sijawahi kuona. Mungu akulinde sana. Nakushukuru sana. Mungu akubariki. Mungu akubariki. Baba, asante. Mungu akubariki. Baba, ukae kidogo. Nataka nikae. Naomba uniache. Mbegu ndio huyu? Ndio huyo. Iko darasa ngapi? Iko la kwanza. Iko darasa la kwanza. Anasoma shule hivi? Anasoma shule ya sekondari. Unaitwa nani kaka? Hebu njoo mjukuu. Unaitwa nani? Ivan. Darasa la ngapi? La kwanza. Unasoma shule gani? Sekei. Mungu akubariki. Bibi, usiogope. Na huyu kaka aliyetufanya tukafahamu hili tukio, naye muombe sana. Anaitwa Kusaga Usimembariki? Kusaga nimebariki sana. Nimetaja jina lako. Bas. Nimebariki sana. Mungu amlinde. Amen. Yes, safi. Yaani nakushukuru sana. Mungu akubariki. Yesu ni mwema. Nakushukuru sana. Nakushukuru sana kwa huduma yako nzuri. Amen. Kama sio wewe, yani singeona, nilikuwa nimechanganyikiwa na yule kijana. Yesu amefanya. Yesu amefanya. Nimetaja jina lako, nimetoka hapa nyumbani. Yesu ni Kristo. Nikatoka hapa nyumbani nikamwambia twende huyu. Natembea na hii fimbo. Mguu unauma. Natembea mpaka lami, nikatembea na fimbo. Huyu mtoto anasema bibi tupande ice. Nikasema ice sipandi. Ice nimepanda hela. Sipandi, natembea na miguu. Naenda kituo cha polisi nimuulize huyu kijana wangu yuko wapi, alafu niende Kilombero. Baada ya hapo nikatembea nikakuta mkusanyiko wa watu. Nikasema hao watu wanafanyaje? Nikawa naomba Mungu Ainesmo, Mungu wa madhabahu ili Ainesmo, umenisaidia sana. Nikafika pale, nikakuta watu wamekusanyika, wabodaboda wamejaa, nikakuta watu wamejaa, wa kila aina, maaskari, mapolisi, wana magari. Nikasema kuna nini? Napita pale, huyu mtoto nikaambia tupitie, huyu anasema bibi tusiende, tutachelewa, naomba twende, tusiende. Nikasema huyu Mungu, mbona ananiambia nipite hapa? Mungu wa madhabahu ya Ainesmo anasema nipite hapa. Nikapita pale, nikaangalia kuna nini? Nikasema mbona mtu amelala? Alikuwa amelala kwenye mlami. Maana yake asingejulikana ni wanani. Asingejulikana. Angekuwa ni wangeziko kama vile umba. Sasa mimi nikasema nikamwangalia huyu, mbona ni kijana wangu huyu, sio tumani. Nikamwambia huyu, ndio akasema hivi, bibi ni baba. Nikaanza kulia, nikazunguka kule. Sasa nililia mpaka nikataka kutoa. Tumepokea shukrani. Naomba nikuulize, kwenye swala la mazishi na msiba huu, una nini kingine ambacho unapaswa unataka kusaidiwa, unahitaji kusaidiwa kwenye swala la mazishi? Kwenye swala la mazishi ambacho mpaka sasa hivi ni bado nilikuwa ni mazishi, alafu baadaye niko peke yangu, ilikuwa nashinda lipa kodi ya nyumba, alafu na huyu mtu. Yaani kuhusu kodi, achana na kodi. Mimi sitaki tukulipie kodi. Nataka uwe na nyumba yako.
Asante sana. Sawa? Asante Mungu. Ndio mjukuu sasa muishi kwa amani, mkae kwako. Asante Mungu. Uwekewe na ng'ombe. Asante Mungu. Ulishe uuze maziwa. Asante. Asante Mungu akubariki sana. Baada ya msiba, wewe mshukuru Mungu, sawa? Baada ya msiba, baada ya mazishi, tutaanza mchakato wa eneo lipatikane, nyumba ijengwe ya bibi na mjukuu. Bibi apewe mahali pa kulala pazuri na nguo. Lakini kwenye hili swala la mazishi, ni nini unatamani ambacho ni bado huja, yaani unachotaka kusaidika kwenye huu mchakato wa mazishi? Kwenye ya mazishi alikuwa nataka tu kama vile tukienda kule ni jeneza, alafu jeneza na nani na kwa sababu niambiwa hakuna hata watu wanaoshughulikia. Jana ilikuwa mtumishi, ilikuwa kumepoa hapa, ilikuwa hamna hata chakula. Ni nani alikuja nani huyu kijana anaitwa Kusaga ndio amemtuma dada moja, huyu anaitwa Stella. Akaja huyu msichana kukuja, nikaponea na kutaja jina lako, nataja madhabahu yako, ndio nikaponea. Mungu akubariki vijana. Yaani ukitamka maneno ya baraka ndio utajua. Yaani nikatamka maneno ya baraka na ya madhabahu yako. Ndio akaja huyu dada, ilikuwa kumepoa, hamna chakula. Baadaye ndio huyu dada Msaga ndio akatuma, ndio moto ikawasha, ndio akapiga chakula, ndio hiyo hema iliyowekwa ndio ikawekwa, ndio watu wakaja. Sasa tutakaa na Kusaga na si kuna kiongozi anayeshughulikia chochote hapa? Kuna kiongozi. Hakuna. Wacha Kusaga tupe picha yote yaliyosalia ya jeneza na nini tushughulikie. Ni huyu tu yaani kama ni hema wameweka wao, ilikuwa hamna cha hema. Yaani ilikuwa mimi ni yaani sijui mpaka hapo wananicheka, walikuwa na wengine wanasema sijui ile bibi atafanyaje. Ile bibi kijana amekufa. Ilikuwa hamna hata moto kama sio Msaga na huyu. Basi bibi, Yesu ni Bwana, Yesu ni Kristo. Yeye ndiye amekuinulia watu, sawa So tutakaa na Kusaga na timu yake. Tumalize haya msiba, mazishi. Alafu ile utaratibu wa kupata kiwanja chako, kupata nyumba yako, tuweke kitanda kizuri, meza nzuri, viti, nguo za bibi, chakula cha bibi, ng'ombe wa bibi, ulishe ng'ombe, mkuu aende shule, ukae kwenye mji wako. Asante baba. Alafu mtukuze Yesu Kristo. Yaani asante, nitakuwa kule Jiro, yaani siachi. Wewe endelea na Yesu wako milele. Sitakuacha milele, sitaacha maombi ya madhabahu yako, siachi milele. Siachi kabisa mpaka, yaani hata kama nimechelewa nitakuwa pale. Siachi jamani. Shukuru sana jamani. Asante baba. Endelea kuombea kijana wako Kusaga. Endelea kuombea watu wote ambao Mungu anawatumia, kwa sababu chochote ambacho huduma itafanya sio mimi, ni ile huduma yote na watu wake. Kwa hiyo iombee yote. Nawaombea hata watumishi, hata wote. Nikikujaga pale kwenye madhabahu yako, wakati ibada inaisha, tunasogeaga na Wamasai, tuko wengi. Wengine wote wanaohudumia pale, nasogeaga naombeaga. Wananiambia bibi ni nini? Nasema jamani, niombeeni kijana wangu ni mlevi, anakunywa pombe. Wanamwombeaga huyu. Nikasema muombeeni huyu ili asome shuleni, yuko darasa la kwanza, ili aache utundu. Wanamwombeaga watumishi wako wote, wale vijana wako wote. Jamani baba, sitakusahau jamani. Mpaka nitaenda chini. Nimekunywa chai, wamenipikia chai. Nimekunywa huyu amenipikia chai. Huyu ni mtoto wa dada yangu. Anaitwa Eliza. Ni mtoto wa dada yangu. Yaani mtumishi hamna, wanakuja lakini hamna hata mmoja. Yaani hamna hata mtu. Yaani kama sio Msaga huyu na huyu mtumishi Enesmo, nakushukuru sana. Kama sio huyu, kama sio wewe na huyu Msaga, yaani sijui tungeenda wapi. Yaani sijui mimi ilikuwa kweli. Yesu ni mzuri jamani. Jamani, Mungu wa madhabahu yako ainue juu na waokoe watu, na waokoke watu hapo wote. Wakufuate wewe. Wafuate Yesu, atawasaidia. Huyu kijana nimempata kwa sababu mtumishi Enesmo, nimempata huyu kijana wangu, nikamwona ameanguka kwenye lami,
damu imemwagika mpaka hapo. Yaani kuona kwangu hivi, nilienda kwenye mkangamano wako siku ya Jumatano, nilipeleka huyu mtoto. Maana watoto walikuwa ni wengi. Ukasema watoto, nikapeleka. Nikaenda mpaka pale katikati. Niliomba na nasikia maombi, nikasema Mungu msaidie, nikawa naomba. Nilipotoka kule ndio siku ya Ijumaa, ndio kijana amefariki, ndio nikamkuta maiti yake kwa kupitia kwenye mkangamano wako kule nani wanasema Kisongo na huyu mtoto. Yaani nisingeenda kule sijui na nikataja jina lako. Kweli Mungu akulinde. Kweli Mungu akulinde. Jamani, naomba Mungu akulinde. Na nazidi kukuombea. Japokuwa hata si nakuombea, nazidi kukuombea. Sitakuacha milele. Mungu wangu, ubarikiwe sana. Yaani nimetaja jina lako kwenye ile kangamano, nimeenda nikataja jina lako. Ndio nikakuta nani kijana wangu maiti ya kijana wangu. Asante sana. Asante. Nashukuru sana. Mimi ninaponiona uwezo wangu ndio hivyo. Mwigiza ikatokea jana, ndio ikaletwa hii. Sijui hata alioleta sielewi. Ilikuwa ninatandika hii na hii godoro hii. Tulikuwa tunakaa tu hapa, wengine wanalala tu hata hapa kwenye simenti. Lakini kweli nimeshukuru. Kweli Mungu wa madhabahu yako kweli anafanya kazi. Anafanya kazi. Mungu wa madhabahu yako iko hai kweli. Asante sana baba. Baba, asante. Kweli kabisa. Mungu awatie nguvu. Asante. Kuvusha hapa salama. Asante. Alafu mambo yataenda vizuri kabisa. Wala Mungu alikuacha. Asante. Wala hauko peke yako. Asante baba, asante. Hauko peke yako. Asante baba, asante. Yaani ninakuomba tena, naomba unisaidie kumzika kijana wangu anaitwa Tumaini Amiri. Mfano sasa unamzika wapi? Namzika Jiro. Mtumishi hatukai na kaka yangu na mimi tumegombana. Wewe hayo familia. Mimi kwa sasa sisi tutatue tu hii. Asante. Asante mtumishi. Kwa sasa na hayo. Kijana wangu ni huyu. Ni huyu anaitwa Tumaini Amiri. Sijaishi na huyu mwanaume. Nimemzaa, nikamlea kwa sababu Biblia haina shida. Yesu si anakupenda Yesu ni kaka yako, ni baba yako, ni mama yako. Asante sana. Bwana huyu ni mwalimu. Bwana huyu ni mwalimu. Mtumishi huyu ni mwalimu wa huyu mtoto. Huyu ni mwalimu wake. Mwalimu asante. Ni mwalimu wa huyu mtoto. Iko sekei mtumishi. Mwalimu nani mtumishi anasema kijana wangu nakuomba hata chochote anywe washughulike, nani asiondoke ndani. Amefika mahali hapa, mahali kwangu amefika yani ameniheshimu. Yani Mungu amlinde. Wakanunue kitu. Baba nitakuja kila siku. Usihofu. Uoje tu chochote. Na usindarudi kesho nakuja. Kesho kutwa. Kesho usiondoke hivi, naomba uonje tu kitu, maana umefika kwa bibi. Usiondoke watumishi ni watume, uonje hata chochote jamani. Wa mkono mtupu sio mzuri. Sawa. Asante baba. Nakushukuru sana, lakini naomba usiache siku ya Jumanne mahali hapa. Yani nisaidie kumzika huyu kijana anaitwa Tumaini. Yani nakuomba sana. Nakuomba sana. Hata kama ulikuwa una ratiba nyingine, nakuomba sana na kupigia magoti. Msipige magoti. Kwa sababu maombi haya nimetaja jina lako. Bibi sasa wewe. Nimetaja na mama za baba. Wewe ndiye mfariji. Kama ulivyomtia Daudi nguvu alipofiwa na mtoto, ninakuomba Bwana, mtie bibi nguvu, mpe amani, mpe furaha, mpe tumaini tena, mpe pambazuko tena kwenye moyo wake. Mpake mafuta ya furaha katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Amani na utulivu na faraja ya Roho Mtakatifu itawale moyo wako katika jina la Yesu Kristo. Amen.